Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kuhusiana na mchezo ambao umeweza kuikutanisha klabu ya soka ya Silver Strikers dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa second preliminary round ya michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika kutafuta nafasi ya kwenda hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Fahamu mchezo umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kupoteza kwa bao 1-0 pale katika nchi ya Malawi, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana, hususan timu hizi ambavyo ziliweza kubishana, kwa sababu kiangalia Silver Strikers ni mabingwa kutokea katika nchi ya Malawi, huku klabu ya soka Young Africans ama Yanga ni mabingwa kutokea katika nchi ya Tanzania. Katika kipindi cha kwanza timu hizi ziliweza kutoshana nguvu kutoa sare ya 0-0, lakini katika kipindi cha pili mambo yaliendelea sawa klabu ya soka ya Silver Strikers, kwa sababu waweza kufanikiwa kupata bao pekee, bao ambalo liweza kutosha kuipa ushindi klabu ya soka ya Silver Strikers, ambapo bao hili liweza kufungwa katika dakika 76 kupitia kwa mchezaji Anduli Yosefe, ambapo mchezaji huyu aliweza kutosha kabisa kuiangamiza klabu ya soka Yanga Sports Club, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mpira umemalizika, basi klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kupoteza mchezo huu na ikawa ni fedhea kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Na mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona timu hizi ndiyo mara ya kwanza kukutana. Basi kwa upande mwingine Young Africans bado wana nafasi ya kuweza kujiuliza, kwa sababu mnamo tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira ya saa 12 kamili jioni Young Africans watakuja kucheza mchezo wa marejeano dhidi ya Silver Strikers kutokea katika nchi ya Malawi, na kama Yanga wanataka kufuzu hatua makundi, basi ni lazima wapate ushindi kuanzia mabao 2-0. Kwa hiyo Yanga wana mlima mrefu wa kupanda ili kuweza kuqualify kwenda hatua inayofuatia, yani hatua makundi michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni lazima washinde mabao 2-0. Kama wakitoa mabao 2-1, basi watakuwa wametoka, kwa sababu watakuwa wameruhusu bao la ugeni, lakini Yanga ni lazima wapate ushindi kuanzia mabao 2-0. Kwa hiyo ni mlima mrefu ambao Yanga watakwenda kuupanda kuelekea katika mchezo huu. Bwana, kama ni mdau wetu ambaye unatufuatilia, kabla ya kuendelea mbali zaidi, basi unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia ni wapi ambapo Yanga wameweza kuchemka katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Silver Strikers. Kwa shuka hapo kwenye comment katuambie sehemu ambayo unaona Yanga wameweza kuchemka katika mchezo huu. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Silver Strikers kuweza kumalizika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kupoteza kwa kufungwa bao 1-0 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ndugu Ahmed Ali ameweza kutuma kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Cha kwanza anasemaje? Anasema hivi: mjiona vyeti dili kuliko maarifa. Hapa akimaanisha kwamba wani waliona vyeti kwamba kocha Romain Folz hakustahili kukiongoza kikosi cha klabu ya soka Yanga kwa sababu hana maarifa, lakini wao waliweza kuona vyeti. Lakini kuishi hapa kaandika hivi: ile kauli ya kocha wa mwaka wa mbele huko kwenu bado inasikika. Yani wakimaanisha kwamba hapa anamaanisha, je, huyu kocha Romain Folz anaweza kuwa kocha bora wa mwezi? Kumbukwe klabu ya soka Yanga tayari wameshamtimua kocha Romain Folz. Kwa hiyo ndio hivyo, Young Africans kwa upande mwingine mara baada ya kupoteza klabu ya soka ya Simba wameendelea kupigilia msumari. Lakini kuishi hapo akaandika hivi: kuna mambo yanachekesha sana. Hapa akimaanisha kwamba mara baada ya Young Africans kufungwa, basi kuna mambo yanachekesha sana. Kwa hiyo tunaona huu ni utani wa jadi ambapo umeweza kuendelezwa na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba ndugu Ahmed Ali mara baada ya klabu ya soka Yanga kuweza kupoteza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Silver Strikers kutokea katika nchi ya Malawi.